السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فكذلك فتنا بعضهم ببعض. Na namna kama hivyo tuliwapa majaribio baadhi yao kwa baadhi nyingine, liyaqulu ahaulai manna Allahu alaihim min bainina, ili wapate kusema hivi hawa ndio aliowaneemesha Allah wao min bainina, kuliko sisi. Alaysa Allahu bi'alama bishakirin, je, hakuwa Allah ni mjuzi zaidi kwa wale wenye kushukuru? Wakadhalika, namna kama hivi, fatanna ba'dahum bi ba'd, tuliwapa majaribio wao kwa wao. Ay wakadhalika ibtala Allahu ta'ala ba'da ibadihi, namna kama hivyo aliwapa majaribio Allah aliyokuwa ametukuka baadha ibadihi bi ba'd, baadhi ya waja wake akawapa mitihani kwa baadhi ya wengine. Imana Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwa maneno yake haya matukufu kwamba waja wake aliwapa mitihani wao kwa wao, aliwapa mitihani wao kwa wao, na mitihani waliopewa bitabayun hududhihim min al-arzaqi wal akhlaq, ni kwa kule kutofautiana mafungu yao katika riski na tabia. Yani mafungu ya waja wa Allah katika upande wa riski hutofautiana. Kuna ambao Allah aliwapa riski kubwa, maana riski kunjufu pana, na kuna ambao Allah aliwapa riski finyo ndogo, na ili Allah tabaraka wa taala alifanya kwa hikma yake, lakini wakati huo vile vile ni mtihani kwa waja wake. Na hii ndio maana pale aliposema wakadhalika, na namna kama hivyo, fatanna ba'dahum bi ba'd, tuliwapa majaribio wao kwa wao katika waja wa Allah tabaraka wa taala. Faja'ala ba'dahum ghaniyan wa ba'dahum faqiran, Allah tabaraka wa taala akawajalia waja wake baadhi yao ghaniyan, ni mtu mwenye uwezo, na baadhi nyingine fakira, maana ni mtu fakiri bi maana mhitaji. Huyu ana uwezo bi maana anamtosheleza katika upande wa kimani, huyu ni fakiri bi maana anahitajia. Wa ba'dahum qawiyan wa ba'dahum dha'ifan, na kuna baadhi wengine aliwafanya ni wenye nguvu ya kiwiliwili, nguvu ya kimali vile vile, na baadhi yao kuwafanya ni wanyonge kabisa, hana lolote. Amefanya hilo ikhtibaran minhu lahum bidhalik, kwa ule mtihani, kwa majaribio yanayotoka kwa Allah kwa wao katika hilo. Liyaqulu, ili wapate kusema. Kuna nani? Manake wapate kusema wale makafiri wenye uwezo. Liyaqulu, ili wapate kusema wale makafiri wenye uwezo, shurafa min al-kuffar, ahaula, hivi hawa watu wanyonge, wanakusudiwa Waislamu. Ahaula, hivi hawa wanyonge hawa, manna Allahu alaihim, amewaneemesha wao kuwapa uongofu, amewaneemesha wao Allah kuwaingiza katika Uislamu min bainina, kuliko sisi. Ni wana makafiri walivyopewa ule uwezo na Allah tabaraka wa taala, na mali dunia Allah akawakutulia. Kwa hiyo wao ikawa wana maneno, ikawa yanajiri katika nyoyo zao kwamba hivi hawa watu wanyonge hawa
ambao hawana chochote katika hii dunia. Hivi hawa ndio Allah kawaneemesha kuwaingiza katika dini ya mitume kuliko sisi ambao tuna uwezo. Anakusudia Uislamu. Sababu walikuwa wafuasi wa mitume wa Allah, rehma na amani za juu yao, wengi walikuwa ni wanyonge, madhaifu. Sasa kaangalia ni watu duni, hawana chochote katika dunia yao. Sasa kufunga sasa hivi hawa ndio ni bora kwa neema ya Allah kuliko sisi. Basi tumepewa kila kitu katika dunia, maana kile jambo ambalo wao hawako tayari kulikubali. Dini gani inaongoza watu wanyonge? Kumbe hawajui kwamba namna Allah alivyowakujulia riziki na kuwadhikisha riziki zao. Huu ni mtihani tu Allah tabaraka wa taala ambao anatoa kwa waja wake, liyaqulu, ili wapate kusema hao makafiri katika wale ambao ni wenye uwezo, ahaulai manna Allahu alayhi, hivi hawa wanyonge katika waumini hawa, manna Allahu alayhim, amewaneemesha wao Allah kuingiza katika Uislamu, min bainina, kuliko sisi. Bimaana ahaulai dhuafa, hivi hawa wanyonge, manna Allahu alayhim bil hidayah, ndio ameweza kuwaneemesha wao Allah kwa kuwapa uongofu ila alislam, kuingiza katika Uislamu, min bainina, kuliko kwetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alaysa Allahu bi'alama bishakirin, hivi hakuwa Allah ni mjuzi zaidi kwa wale wenye kushukuru? Hivi hawajui? Hivi nadhani kwamba Allah hawajui wale ambao ni wenye kushukuru? Wenye kushukuru ni wale wenye kutekeleza sheria za Allah tabaraka wa taala, wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allah, hivi hakuwa Allah bi'alama, ni mjuzi zaidi, ni mjuzi mno, bishakirin, kwa wale wenye kushukuru yeye. Fayuwaffiqahum, ili awafikishe wao ila alhidayati lidini, katika uongofu katika dini yake, kwa sababu yule ambaye atakayemshukuru Allah kutekeleza ibada zake, Allah humwafikisha katika kheri, humwafikisha katika taa. Wa idha jaaka alladhina yu'minuna biayatina, na pindi watakapokujulia wewe Muhammad wale ambao wanaziamini aya zetu, faqul, basi sema salamun alaikum, amani ishuke juu yenu. Imana watakia amani. Faqul, waambie salamun alaikum, salam, manake amani ishuke juu yenu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ameandika Bwana wenu juu ya nafsi yake arrahma, ameandika huruma. Annahu, kwamba man amila minkum su'an bijahala, yule ambaye atakayefanya miongoni mwenu su'a, maasiya, bijahalatin, kwa ujinga tu, thumma taba min ba'dihi, kisha akatubu, maana akarejea kwa Mola wake baada yake, wa aslaha, na akayatengeneza matendo yake, fa annahu ghafurur rahim, basi kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ghafurur rahim, maanake ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma. Maana hapa Allah tabaraka wa taala anawazungumzia baadhi ya Waislamu ambao walikuwa wanapofanya madhambi alafu wanarejea kwa mtume wa Allah, rehma na amani, kudhihirisha kwamba wao wametubu kwa yale ambayo waliyofanya huko. Kwa hiyo Mtume sallam anatakiwa awakirimu wao, kuwapa amani, kuwapa salama. Wa idha jaaka alladhina yu'minuna biayatina, na pindi watakapokujia ewe Muhammad wale ambao wanazisadikisha, wanaziamini aya zetu. Wa idha jaaka ya Muhammad alladhina saddaqu biayati llahi shahida ala sidqika min alqur'ani wa ghairi, na ni pindi watakapokujia ewe Muhammad wale ambao wamezisadikisha aya za Allah juu ya ukweli, manake juu ya ukweli wako katika Qur'ani na isiyokuwa Qur'ani, hali ya kuwa wao wanataka fatwa kuhusiana na toba na kutubu, yani min dhunubihim asabiq, kutokana na madhambi yao yaliyotangulia. Nini jukumu lako? Faqul, waambie salamun alaykum, amani shike juu yenu. Bimaana fa akrimuhum biraddi salami alaykum, wakirimu wao kwa kuwajibu, kwa kurudishia salamu. Wabashiruhum birahmatillahi alwasi'a, na wape habari njema kwa kupata rehema za Allah zilizokuwa kunjufu kabisa.
manake wakubalie kabisa. Faqul, sema salamun alaykum, amani shike juu yenu, manake wabashirie wao rehma ya Allah iliyokuwa pana. Alafu waambie kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ameandika Bwana wenu juu ya nafsi yake huruma. Sasa bimaana kataba ala nafsihi rahmata biibadihi, ameandika Bwana wenu juu ya nafsi yake huruma kwa waja wake. Manake Allah ana huruma kabisa, na ile ameandika katika nafsi yake, katika dhati yake, kwamba chuki za Allah au rehma za Allah, huruma ya Allah imezidi chuki za Allah, imezidi tafadhulan, kwa ajili ya ule ubora, tafadhulan, kwa ajili ya ubora. Annahu, kwamba man amila minkum su'an bijahala, yule ambaye atakayetenda miongoni mwenu madhambi, maasiya, bijahalatin, kwa ujinga, maana kwa kutokufahamu. Kwa sawa na ahlul ilm wanasema hata kama amefanya kibahati mbaya, anazingatiwa kwamba huyu amefanya dhambi kwa ujinga, na pia hata kama amelifanya kwa makusudi, lakini anazingatiwa kwamba huyu ni mjinga. Wakati ile dhambi anapolifanya yu'tabaru jahilan, anazingatiwa kwamba huyu ni mjinga. Wa in kana aliman bitahrimi, hata kama ikiwa anajua uharamu ile jambo, haramu ile dhambi, haramu ile kosa, lakini wakati anapolifanya kosa lile anazingatiwa kwamba huyu ni mjinga, hana analijua. Kwa sababu annahu man amila minkum su'an bijahala, kwamba yule ambaye atakayefanya miongoni wenu su'an, uovu, maasiya, bijahalatin, kwa kutokujua, kwa ujinga yani, thumma taba min ba'dihi, kisha akatubu baada yake, wadawama ala al-amali salih, na akadumu juu ya matendo mema. Na hivi ndivyo inavyotakiwa mwanadamu. Kama itafikia hatua kwamba atamkosea Mola wake, anatakiwa arejee kwa Mola wake. Ndio inavyotakiwa, sio kwamba yeye amefanya madhambi alafu bado anaendelea kufanya madhambi. Hii ndio itakiwi. atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sikia bahati mbaya ufanye dhambi kama mwanadamu. Sasa kullu ibn adam khata, kila mwana adam ni mwenye kukosea. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kidisikia kwamba umekosea, basi unarejea kwa Mola wako. Umemkosea Allah, umemkosea ndugu yako, unaomba msamaha. Umezungumza kauli ambayo kwa kinyume ya sheria, basi irudi ile kauli yako, ndio tauba hii. Kwa sababu mashekhi, thumma taba min ba'dihi, kisha akatubu baada yake na akadumu juu ya kufanya amali njema. Wa aslaha, manake na akatengeneza amali yake, akatengeneza amali yake njema. Kwa sawa, fa annahu, basi hakika yeye Allah tabaraka wa taala ghafurun, mwingi wa kusamehe, rahimu, na mwenye huruma. Bimaana yaghfiru dhanbahu, Allah tamsamehe madhambi yake. Fa huwa ghafurun liibadihi at-taibin, Allah yeye ni mwingi wa kuwasamehe waja wake wale wenye kutubu. Rahimun bihim, na ni mwenye kuonea huruma. Wakadhalika, namna kama hivyo, nufassilu al-ayat, ndio tunazibainisha aya zetu, manake tunazifafanua aya zetu. Walitastabina sabilu lmujrimin, na ili zipate kuwa wazi njia za wale wenye kufanya uovu. Wakadhalika, namna kama hivi, nufassilu al-ayat, ndio tunazifafanua aya zetu, tunazifafanua zile aya zetu. Walitastabina sabilu lmujrimin, na ili zipate kuwa wazi njia za wale watu waovu, kwamba zijulikane kwamba njia zao ni hizi. Wa mithlu hadha albayani alladhi bayyanahu laka ya Muhammad, na mfano wa huu bainifu ambao tumekuweka wazi ya Muhammad, nubayinu alhujaj alwadhiha, ndivyo tunavyoziweka wazi zile hoja zilizokuwa wazi, ala kulli haqqin yunkiruhu ahlul batil, juu ya kila haki ambao wanaichukia watu wa batil. Liyatabayana alhaq, ili pate kudhihiri haki. Sawa, yadhharu tariq ahli albatil, na ili pate kudhihiri njia ya wale watu waovu wenye kukhalifiana na mtume wa Allah, rehma na amani zake. Qul, sema Muhammad, inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillah, hakika mimi nimekatazwa kuviabudu vile ambavyo mnavyoviabudu badala ya Allah. Min lilbadali ya jamaa,
badala ya Allah tabaraka wa taala. Wa qul la attabi'u ahwa'akum, na waambie kwamba sifuati matamanio ya nafsi zenu, yale matamanio ya nafsi zenu sifuati. Qad dhalaltum idhan, hakika nimepotea basi wakati huo mtakapofuata matamanio ya nafsi zenu. Wa ma ana min almuhtadin, na wala sitakuwa mimi ni katika wale wenye kuongoka. Sawa, hivi ndivyo anavyoambiwa mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, anavyoambiwa na Allah tabaraka wa taala ajiepushe na ushirikina na kufanya mambo kwa kuangalia watu. Sawa, yani wewe unafanya jambo unawaridhisha watu, lakini unamuudhi Allah tabaraka wa taala, unamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, lakini watu waridhie. Haya ni katika makosa makubwa sana. Lakini mridhishe Allah hata kama watu wachukia. Allah naye vile vile atakupenda na atawafanya watu vile vile wakupende. Lakini ukiwaridhisha watu, ukimchukiza Allah, Allah atakuchukia na atawafanya watu vile vile wakuchukie. Qul sema Muhammad, ay qul ya Muhammad li haula'i almushrikin, waambie ya Muhammad hawa washirikina, inni nuhitu, hakika mimi nimekatazwa. Ay inna Allah azza wa jalla nahani, hakika Allah azza wa jalla amenikataza mimi, yanake an a'budu alladhina tad'una min dunillah, kuviabudu vile ambavyo mnavyoviabudu badala ya Allah. Nimekatazwa katika hivyo, katika masanamu na vile vile na awthan. Qul la attabi'u ahwa'akum, waambie sitofuata matamanio yenu, maana matamanio ya nafsi zenu. Tuko sawa? Allah tabaraka wa taala anasema afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, hivi ushamwona yule yani, nipe habari ewe Muhammad kuhusiana na yule ambaye amemfanya Mola wake kuwa ndio matamanio yake. Maana matamanio yake ndio kafanya ni Mola wake, matamanio vile atakavyomamrisha yeye basi ndio fanya. Shaona hilo, kuna watu wanakuwa Mola wao ni matamanio, ndio muabudiwa wao, matamanio nafsi zao. Qul la attabi'u ahwa'akum, sema Muhammad sifuate matamanio ya nafsi zenu. Ahwa'akum, matamanio ya nafsi zenu. Qad dhalaltum idhan, hakika nimepotea wakati huo. Wakati gani? Mtakapofuata matamanio ya nafsi zenu. Wama ana min almuhtadin, na wala sikuwa mimi ni katika wale wenye kuongoka. Qul, waambie tena hawa washirikina, ewe Muhammad, inni ala bayyinatin min rabbi, hakika mimi nipo katika hoja iliyokuwa wazi wazi kutoka kwa Bwana wangu. Wakadhabtum bihi, na mmemkadhibisha huyo, manake mmempinga huyo Bwana wangu. Ma indi ma tastajiluna bi, sina mimi kile ambacho mnachokiharakishia, sinacho. Kwa sababu walikuwa washirikina wao wanamtakia haraka mtume awaletea adhabu, awaletea adhabu. Kwa hiyo mtume wa Allah hana uwezo huo. Ndio anawaambia ma indi ma tastajiluna bihi, sina mimi kile ambacho mnachokiharakisha kwacho. Inal hukmu illa lillah, hazikuwa hukumu isipokuwa ni za Allah. Yakussu alhaqa, Allah anaelezea habari za kweli. Wa huwa khairul fasilin, naye Allah ni mbora katika wale wenye kuhukumu. Allah tabaraka wa taala. Qul, waambie Muhammad haulai almushrikina, hawa inni ala bayyinatin min rabbi, hakika mimi nipo katika hoja itokao kwa Bwana wangu. Wakadhabtum bihi, na mmempinga huyo Bwana wangu, mpinga kabisa, hamna habari naye wala hamtakumtii. Ma indi ma tastajiluna bihi, sina mimi kile mnachokiharakishia, sina miliki nacho. Nachokiharakishia katika nini? Ai lau annani amliku inzala aladhab, lau kwamba mimi ninamiliki kule kuiteremsha adhabu. Alladhi tastajilunahu, adhabu ambayo nyinyi mmeiharakishia. Sawa, ningewateremshia mimi, lakini sina uwezo huo.
walaysa fi qudrati inzal al'adhab, kwamba haikuwa katika uwezo wangu ni kuteremsha adhabu, alladhi tastajiluna bihi, adhabu ambayo mnaiharakishia nyinyi ije, sina uwezo huo. In alhukmu illa lillah, haikuwa hukumu isipokuwa lillahi, ni ya Allah. Yaqusu alhaqa, anasimulia Allah habari za kweli. Wa huwa khairul fasilin, ya Allah ni mbora katika wale wenye. Qul law anna indi ma tastajiluna bihi, waambie Muhammad, lau kama nina mimi lile ambalo mnaloliharakishia, mnalolifanyia haraka, laqudhiya al-amru baini wa bainakum, basi lingehukumiwa, lingemalizwa jambo kati yangu mimi na kati yenu. Allah anamisha hukumu yake. Wallahu a'lamu bidh-dhalimin, Allah anawajua zaidi wale madhalim. Ajua katika Qul law anna indi ma tastajiluna, waambie Muhammad kwamba lau kwamba nina mimi yale ambayo mnayofanyia haraka kwayo, kwa mambo hayo. Bimaana nini? La anzaltuhu bikum, ningeliteremsha hilo kwa nyinyi. Ndio jawabu ya lao, niteremsha kwa nyinyi. Ma tastajiluna bihi, lile ambalo mnaloliharakishia kwalo. Laqudhiya al-amru, wallahi lingelihukumiwa jambo, baini, kati yangu mimi, wa bainakum, na kati yenu nyinyi. Wallahu a'lamu bidh-dhalimin. Wa indahu mafatihul ghaib, na mbele yake Allah kuna funguo za siri. Wa indahu, na mbele yake Allah, mbele yake mafatihul ghaib, kuna funguo za siri. La ya'lamuha illa hu, hakuna mwenye kuzijua funguo hizo isipokuwa yeye Allah tu peke yake. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, na anajua Allah vilivyomo nchi kavu na baharini. Wa ma tasqutu min waraqatin, na hali yanguki jani lolote, illa ya'lamuha, isipokuwa analijua. Wala habatin fi dhulumati al-ard, wala punje yoyote katika viza vya Allah. Wala ratbin wala yabis, wala ile iliyokuwa mbichi na ile iliyokauka, illa fi kitabin mubin, isipokuwa vyote hivyo vimeandikwa katika kitabu chenye kudhihirisha kila kitu. Wa huwa al-lawhul mahfuz, nao ni lawhul mahfuz. Hivi ndio anavyosema Allah tabaraka wa taala kuizungumzia ilmu yake. Wasi'a, elimu yake Allah tabaraka wa taala imeenea katika kila mahali. Sawa, wasi'a ilmuhu wala yuhituna bishay'in min ilmihi, wala hawafahamu chochote katika ujuzi wake ya Allah, wala hawamzunguki kwa chochote katika ujuzi wake. Ilmu ya Allah tabaraka wa taala wasi'un, yenye kuenea ala kulli shay'in, juu ya kila kitu. Sasa ni kinyume cha ilmu za viumbe. Ilmu za viumbe ni muqayyad, zimefungika. Kiumbe anachokijua ni kidogo sana, kwa sawa. Mpaka leo hajui kiumbe mgongoni kwake kuna nini, hajui, kwa sawa. Lakini Allah tabaraka wa taala kila kitu anakifahamu, kila kitu anakijua. Wa indahu, na pana mbele yake, mafatihul ghaib, funguo hazina zilizojificha, manake funguo za siri. La ya'lamu, hakuna mwenye kuzifahamu funguo hizo illa hu, isipokuwa Allah. Wa minha, ni miongoni mwa funguo za siri, yani yale mambo ambayo ni siri, ambayo hakuna anayajua. Ilmu saa, ni ujuzi wa kiyama. Sababu alikuwa kama kitakuwa kungelikuwa kuna kiumbe alikuwa ana haki ya kujua kiyama, basi angelikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alipoambiwa na Jibril, akhbirni an as-saa, hebu nipe habari kuhusiana na kiyama. Qala, tunasema mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-saa, hakuwa wewe mwenye kuulizwa na kijua zaidi kuliko mwenye kuulizwa. Ni maana mimi sijui, ndio maana maneno haya sijui. Miongoni mwa zile mafatihul ghaib, nuzulul ghaib, kuteremka kwa mvua. Lau kama tuulizana sasa hivi kama mvua shuka saa ngapi teremka mvua, kwa hata mmoja mwenye nini, mwenye maneno ya sawa na ni maneno ya hini ya uhakika tukosema. Japo kuna wababaishaji na unaweza kakaa katika vyombo vya habari ikawa zungumza kwa sabda fulani, unawaita wana wababaishaji, hawana yaqini, wanahisi. Sawa, tunazungumzia masala ya yaqini. Nani mwenye yaqini kama mvua muda gani utanyesha?
na katika zile mafatihul ghaib wa ma fil arham, na kile kilichopo katika tumbo la uzazi, tumbo la kuna mama kule ndani, kilichopo kuna mtu anachokijua. Sawa. Na vile vile katika mafatihul ghaib wal kasb fi al mustaqbal, chumbo utakololipata baadaye, wakati unaokuja hujui utapata nini, wakati unaokuja riziki yako hujui. Na vile vile wa makanu mauti al-insan, na sehemu ya kufa mwanadamu pia hajui mwanadamu atakufa wapi. Wala tadri nafsu ayyi ardhin tamut, na wala haitambui, haina ile utambuzi wa kujua mahali gani nafsi itakufa. Kuna sawa. Wa indahu mafatihul ghaib, pana mbele yake funguo, hazina za siri za yale aliyojificha. Yani kuna mambo ambayo Allah tabaraka wa taala anajua yeye tu kama yeye, na niko mengi kuna mwingine yote anajua. La ya'lamuha illa, hakuna mweza kuyajua hayo isipokuwa yeye Allah tabaraka. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, na anajua Allah vyote vinavyopatikana nchi kavu na vinapatikana ardhini, manake vinapatikana baharini. Ma fil barri wal bahr, nchi kavu na baharini Allah anavijua. Wama tasqutu min waraqatin, na wala halipomoki halianguki jani lolote, min harfu jarri zaid. Sasa waraqatin ni fa'il, kwa sawa, majururu au hakuna fa'il ambaye ni majrur? Yupo, ndio huyu fa'il majrur, kwa sawa. Tayeb, illa ya'lamuha, isipokuwa analijua hilo. Wala habatin fi dhulumati al-ard, wala hajui punje inaodondoka katika viza, inaoanguka katika viza vya ardhi. Manake wala hakuna punje yoyote, tumba yoyote inaoanguka katika viza vya ardhi. Wala ratbi, wala kile kitu kibichi kama ni jani au ni tumba. Wala yabisi, wala kile kilichokuwa kikavu. Illa fi kitabin mubin, kwa sawa, isipokuwa kipo katika kitabu chenye kuweka wazi kila kitu. Na kitabu kinakusudiwa hapa ni Allahul Mahfuz, mpaka huko mbinguni huko Allah tabaraka wa taala hutana. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl, yeye Allah ndiye ambaye anayewafisheni ninyi usiku. Manake kifika usiku Allah anawaua. Sawa, ambao ahlul ilm wanasema alwafatu sughra, kile kifo kidogo, kwa sawa, ambao Allah tabaraka wa taala ameelezea katika surati Zumar. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, na anajua Allah yale mnayoyachuma wakati wa mchana, yale machumo yenu yale Allah pia anayajua. Thumma yab'athukum fihi, kisha anawafufueni nyinyi Allah fihi, katika ule wakati wa mchana. Manake usiku anawaua, asubuhi anawafufua. Manake usiku mwanadamu analala, pale anapolala je, maana yuko katika mauti, alafu mruka ni asubuhi, je, maana Allah amefufua. Liyuqdha ajalun musamma, ili umalizwe ule muda maalumu. Manake ili apate kuendelea na muda wake upate kumalizika. Na kila unapoamka asubuhi, manake kwamba siku zinafanyaje? Zinapungua. Kila siku zinapokatika ndio siku zako nazo zinakaribia kufa. Ndio maana liyuqdha ajalun musamma, ili sasa pamalizwe, ili umalizwe ule muda maalum, muda ulioainishwa wa kufa kwako umalizwe. Na ndio maana pale Allah aliposema waqadha ajalan, sio, na akaweka Allah tabaraka wa taala muda, aweka muda maalum, manake muda uliokufa hii Allah tabaraka wa taala ndio alioweka. Thumma qadha ajalan wa ajalun musamman indahu, sawa, na ule muda wenye kuainishwa kuombea yake ambao ni muda wa kufa, muda wa kiyama ile pale. Thumma qadha ajalan, kisha akaweka ule muda wa kuondoka pa duniani, maana ni muda wa mauti. Ndio yuqdha ajalun musamma, sawa, ili pamalizwe, ili umalizwe ule muda wenye kuainishwa ambao ni muda wa kufa, zile siku zako zipate kumalizwa. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala
anapompa wahyi mja wake, lengo manake amalize siku zake za duniani, alafu amuondoshe. Sasa wewe weka plani zako, alafu uambie wenzako hamna plani zozote, mpo tu. Basi mtu ana plani, unafika nafikiri maisha utaendesha vipi bila kuwa na mikakati na mipango. Weka tu mipango yako mpaka uchoke, lakini kila siku ujue kwamba siku zako zinakaribia kufa. Usifanye ibada, usiswali wewe, wala usifunge, wala usome Qur'ani, wala usipate muda kwa tafakari. Weka mipango toka dunia, lakini ujue kwamba kila kukicha siku zasegea. Thumma ilayhi marji'ukum, kisha kwake yeye tu ndio marejeo yenu. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kisha atawapeni habari nyinyi kwa yale ambayo mlikuwa nyinyi mkiyatenda huko duniani. Fi hayatikum ad-dunya, katika maisha yenu duniani. Thumma yujazikum bidhalik, kisha atawalipeni nyinyi Allah kwa hilo. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl, na yeye Allah ndiye ambaye anawafisheni wakati wa usiku. Ay wa huwa subhanahu, ye Allah alladhi yaqbid arwahakum bil-layli, ye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye anazikamata, anazichukua roho zenu wakati wa usiku. Sawa? Naam, wakati wa usiku ya Allah anachukua zile roho zenu, maana pale mnapolala ndio Allah zina anachukua na zikamata. Sasa mwenyewe hawana maamuzi, ngoja mkurudishie, akaamua asimrudishie. Kwa sawa, habari yako imekwisha, ya kwamba umeenda na maji. Kwa sawa, yale maji ya Mungu. ويعلم ما جرحتم بالنهار, na anajua Allah vile mnavyovichuma wakati wa mchana. Manake vile mnavyovichuma katika wakati wa mchana, min al-a'mal, katika matendo mnayoyatenda Allah anajua wa mchana. Manake zile harakati zote anazozijua, asubuhi kaenda wapi, muda huo mchana kafanya nini, jioni kafanya kitu gani, ajua. Sasa ipoteza muda alafu utakwenda kujuta. Siku ambapo utajuta, wala majuto hakusaidia chochote. Ndio maana wale makafiri watakapoona moto wataficha na majuto yao. Asarru nadama lamma ra'u al'adhab, sio watayaficha na majuto yao wakati ile adhabu watakapoiona. Wajuta lakini hawadhihirishi kama wanajuta. Sasa sio kafikia huko, usifikie huko. Thumma yab'athukum fihi, sawa, kisha anawafufueni nyinyi Allah fihi, katika wakati wa mchana, manake asubuhi ile kipapokiwa anawafufueni. Baada al-maut, baada ya kule kufa. Kufa ni pale unikule kulala shaka wako, unakufa. Sawa, manake yule ambaye agopa kufa basi asilale, ndio tutajua kweli agopa kufa. Lakini ukifika siku walala tena washafeni tena namna hii, ongeza namba 4 hapo. Alafu sema ugopa kufa, ugopa kufa, usilale. Tayeb, liyuqda ajalun musamma, ili umalizwe ule muda wenye kuainishwa. Manake ule umalizwe ule muda wenu maalum, manake lituqda ajalukum almuhaddada fi dunya, ili upate kumalizwa zile ule muda wenu wenye kuwekwa katika hii dunia. Sababu kila nafsi ina muda wake wa kuishi hapa duniani. Sawa, na muda ukimalizika basi ndio utaondoka. Wakati gani muda unamalizika? Muda wa unamalizika ikiwa riziki yako imekwisha. Sawa, ikiwa riziki imekwisha ndio sasa muda wako umalizika. Imekuja hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Lan tamuta nafsun, haitokufa nafsi yoyote hata tastakmila rizqaha, mpaka iweze kukamilisha riziki yake. Sasa nashangaa wale watu ambao sasa hawa mabwana washakufa zao, waanza kuulia tena kwa sauti kubwa kabisa. Riziki zao zimekwisha hizo. Sasa hizi riziki zetu zinazotoka ugali, wono, miogo, zimekwisha hizo. Alafu kama ina maisha mengine tena, waje watu wengine waendelee tena na dunia yao. Wewe kuishi duniani basi. Mbona mwenzangu hapa duniani utakuondoka?
hapo umeletwa kwa muda tu, alafu kimaliza basi bisho wenzako tena, au sivyo jamani? Ndio mambo yanavyokuwa hivyo. Thumma ilayhi marji'ukum, kisha kwake yeye tu Allah ndiyo marejeo yenu. Thumma yunabbi'ukum, kisha atawapeni habari, atawahabarisheni bima kuntum ta'malun, kwa sababu ya vile mlivyokuwa huko duniani, au kwa yale ambayo mliokuwa huko duniani ta'malun, mkiyatenda katika maisha yenu. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, na yeye Allah ndiye mwenye nguvu juu ya waja wake. Allah na nguvu sawa. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, na yeye Allah ni mwenye nguvu juu ya waja wake, na hii kuonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala yuko juu. Wa yursilu alaykum hafadha, na anapeleka kwenu nyinyi, manake anawapeleka kwenu nyinyi hafadha, malaika wenye kuhifadhi matendo yenu. Na hii ndio maana maneno Allah pale aliposema wa inna alaykum lahafidhin, hakika pana juu yenu wale wenye kuyahifadhi na kuyachunga matendo yenu, kiraman katibin, watukufu waandishi wenye kuandika matendo yenu. Hata idha jaa ahadakum almaut, mpaka pindi anapomjia mmoja wenu maut, tawaffatuhu rusuluna, basi wanamuua yeye wajumbe wetu. Wahum la yufarritun, na hali ya kuwa wao hawazembei, manake hawafanyi uzembe katika kazi zao. Na hapa tunazungumzia habari sasa, ule muda umekwisha, muda kushindilia sasa umekwisha. Tuko sawa, lazima ukubaliane na matokeo. Muda ukisha, lazima ukubali kwamba muda wangu umekwisha, bidi hapa niondoke. Kubali hili. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, na yeye Allah ni mwenye nguvu juu ya waja wake. Fawqiyatun mutlaqatun min kulli wajhi, ule ujuu wenye kuachiwa katika kila mahali. Taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, unaendana na utukufu wake Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kullu shay'in khadi'u li jalali, na kila kitu ni chenye kunyenyekea kwa utukufu wake wa adhamatihi. Hii ndio maana wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Wa yursilu alaykum hafadha, na anawaleteeni, manake anatuma kwenu nyinyi malaika wale wenye kuhifadhi matendo yenu, manake yahfadhuna a'malakum, wanahifadhi matendo yenu. Na malaika hao huwa wanaandika kila anachokifanya, anachokizungumza. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, kwamba hatamke mwanadamu neno lolote isipokuwa mbele yake kuna atid na raqib. Raqib na atid wanaandika malaika kila matendo, kila kauli anazozifanya. Na ndio maana mwanadamu atakapokuwa daftari lake siku ya kiyama atasemaje? Mali hadha alkitab, kitabu gani? Kina nini? La yughadiru saghiratan wala kabira, akijaacha dogo wala kubwa illa ahsaha, isipokuwa kimethibiti. Ndio analikwambia kwamba madogo haifadhili nani. Walete maskhara kwenye dini, wenyewe watu wanaandika, ndio kazi yao hii. Hata idha jaa ahadakum almaut, mpaka pindi itakapomfikia mmoja wenu mauti, yani ule muda wake wa kufa umeshafika. Tawaffatuhu rusuluna, basi wanamuua yeye wajumbe wetu. Tawaffatuhu rusuluna, wanamuua, manake wanamfisha yeye wajumbe wetu. Na wajumbe wanakusudia hapa manake ni malaika, ndio wanamjia ambao wanamuua kwa amri ya Allah tabaraka wa taala. Wala hakuna kazi kubwa hiyo, labda kwamba labda aweza kumenyana na yeye, aweza kukutia roba, ni kuiambia tu basi, roho toka yatoka. Tena kama ni roho mbaya tunayohitaji ayatuha ruh alkhabitha, ewe roho chafu, atoka, ukhruji ila sakhti Allah, toka uiendee chuki ya Allah. Ya adu Allah, ewe adu Allah, waambie wale malaika. Na kama ni roho ni nzuri, watambie vile tahitaji ayatuha nafsu tayyiba, ewe nafsi nzuri, ukhruji ila rauhan, sasa rejea au toka uelekee katika harufu za peponi. Ya habib Allah, ewe kipenzi cha Allah. Na hizi ni bisharat ambazo Muislamu, ambazo
mwanadamu anazipata wakati wa kutoka ile roho. Manake pale roho inapotoka mwenyewe ushajijua kwamba mimi ni mtu wa design gani, mimi ni mtu aina gani, utambua kwa ninapotolewa tu pale, wajua kwamba mimi hapa, mimi uko ninakokwenda nakwenda mahali hapa. Wahum la yufarrituna, hali ya kuwa wao hawazembei, manake hawafanyi uzembe katika kazi yao. Ay wahum la yudhayyuna ma umiru bihi, na hali ya kuwa wao hawapotezi katika kile ambacho walichoamrishwa wao. Na wenyewe ahlul ilm wanasema anaichukua ile roho ni malakul maut pamoja na wale wasaidizi wake. Kuna wale malaika ambao ni special, wao ile roho ikitoka pale wanaikamata, alafu kuna wengine wao wakishamaliza pale na wafanya zake natiwa pale katika zile hunut mafusho sanda ile nawekwa, watu wakwenda nao mbinguni. Iko ni roho ya muumini tena pale mbinguni, lakini kwa kama ni roho ya kafiri tabaki hapo katika anga yazunguka pepe ndio ukwenda wale mbinguni. Yale mbinguni ni nani? Wajua kule mbinguni watu waenda wajua tuweza kuamka tusipunguze ndizo mbinguni, wajua ndio sahara lazima ujiandae. Thumma ruddu ila Allahi maulahum alhaq, kisha rejeeni kwa Allah aliye mola wao. Thumma ruddu ila Allahi, kisha warudisheni kwa Allah. Ay thumma ruddu ila Allah, kisha watarudishwa kwa Allah maulahum alhaq, aliye mola wao haki. Ala lahu alhukm, lahu alhukm, ni zake Allah hukmu zote. Wa huwa asra'u alhasibin, na yeye Allah ni mwepesi zaidi kwa wale wenye kuhesabu, maana hisabu yake ni nyepesi. Thumma ruddu ila Allah, kisha watarudishwa kwa Allah hao. Ay thumma u'idu haula, kisha watarejeshwa hao kwa Allah maulahum, aliye mola wao alhaqi, wa kweli. Ala lahu almulk, lahu alhukmu, ni zake Allah hukmu zote, manake ni wake Allah hukmu kule kuhukumu, manake ni siku ya kiyama. Walfaslu, na kule kuhukumu na kupambanua. Wa huwa asrahul hasibin, Allah ni mwepesi zaidi kwa wale wenye kuhesabu. Qul, waambie Muhammad, man yunajjikum min dhulumati albarri walbahr, ni nani atakayewaokoeni nyinyi katika viza vya nchi kavu na baharini. Tad'unahu tadarruan wa khufya, hali ya kuwa mnamuomba yeye Allah tadarruan, kwa kunyenyekea, wa khufya, na kwa kujificha, manake kwa siri kabisa. Wasemaje? La in anjana min hadhihi, tunaapa kama atatuokoa sisi Allah kutokana na balaa hili, lanakunanna minashakirin, tutakuwa sisi ni katika wale wenye kushukuru. Na hawa kama tulivyozungumza na wale washirikina wa zamani. Washirikina wa zamani walipata na matatizo, basi wanarejea kwa Allah tabaraka, wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wanapotanzuliwa matatizo yao, Allah akiwaondoshia yale matatizo yao, basi faidhahum yushrikun, ghafla wao wanakuwa ni wenye kumshirikisha Allah tabaraka. Qul, waambie Muhammad, man yunajjikum min dhulumati albarri walbahr, ni nani atakayewaokoeni nyinyi katika viza vya nchi kavu, walbahr, na katika viza vya baharini. Manake mnapokuwa katika nchi kavu, katika giza, alafu mkavamiwa na wanyama wakali mathalan, au katika tatizo lolote, na natukeza kuokoeni katika hali kama hiyo. Na baharini pia vile vile, mnapokuwa baharini, katika wasafiri baharini, mpo katika vyombo vyenu, alafu katika dharuba, bahari kapata na dharuba, nani ambaye vile vile ataweza kuokoeni? Tad'unahu, hali ya kuwa mnamuomba huyo bwana wenu, tadarruan, kwa unyenyekevu, wa khufya, na kwa siri kabisa. Wasemaje? La in anjana min hadhihi, tunaapa kama atatuokoa sisi Allah kutokana na matatizo haya, kutokana na balaa hili, lanakunanna minashakirin, tutakuwa sisi ni katika wale wenye kushukuru, biibadati azza wa jalla wahdahu la sharika lahu, kwa kumwabudu yeye Allah hali ya kuwa peke yake, basi na kumshirikisha. Wa qulillahu yunajjikum, waambie kwamba Allah yunajjikum, ndiye atakayewaokoeni nyinyi, minha, kutokana na balaa.
wa min kulli karbin, na kutokana na kila tatizo litakalotokea. Allah ndiye mwenye kuweza kuokoa. Thumma antum tushrikun, kisha nyinyi mnamshirikisha Allah tabaraka. Qulillahu yunajjikum minha, waambie hao Allah ndiye atakayewaokoeni nyinyi, minha, kutokana na tatizo hilo, kutokana na balaa hilo, ndiye atakayewaokoeni hilo yeye Allah. Wa min kulli karbin, na kutokana na kila tatizo litakalotokea, Allah ndiye mwenye kuweza kuokoa. Thumma antum tushrikun, kisha nyinyi mnamshirikisha Allah. Manake fil ibadati mnamshirikisha Allah yeye tabaraka wa taala katika ibada zake. Qul huwa alqadir, sema Muhammad waambie yeye Allah ni mwenye uwezo, ala an yab'ath alaykum adhaban, juu ya kuwaleteeni nyinyi adhab, min fawqikum, kwa juu yenu, au min tahti arjulikum, au kwa chini yenu, sawa, au yalbisakum shia, au akawafurugeni nyinyi, au akawafuruga nyinyi hali ya kuwa ni makundi kwa makundi, manake akawatafanyisha. Au yalbisa, au akawavurugeni nyinyi Allah shi'an, hali ya kuwa ni makundi kwa makundi, manake akawafarakisha kama mnagombana wenyewe kwa wenyewe. Pia Allah analo uwezo. Wayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, na ili awaonjeshe baadhi yenu vita kwa baadhi ya wengine, kama mnapigana wenyewe kwa wenyewe. Undur, tazama, kaifa nusarrifu al-ayat, namna gani tunapozibainisha aya zetu, la'allahum yafqahun, ili wao wapate kufahamu, ili wao. Qulillahi yunajjikum minhu, waambie Muhammad Allah ndiye atakayeweza kuwaokoeni nyinyi kutokana na tatizo hilo, wa min kulli karbin, na kutokana na kila janga. Thumma antum tushrikun, kisha nyinyi mnamshirikisha Allah tabaraka wa taala pamoja na vitu vingine. Qul huwa alqadir, sema Muhammad yeye Allah ndiye mwenye uwezo, wahdahu, hali ya kuwa peke yake, an yab'ath alaykum adhaba, kuwaleteeni nyinyi adhabu, min fawqikum, kwa juu yenu, au min tahti arjulikum, au kwa chini yenu. Au Allah vile vile tabaraka wa taala ana uwezo wa kuwaletea adhabu juu na chini, juu akaleta adhabu na chini vile vile akaleta adhabu. Au haijatokea? Ishatokea kwa watu wa Nuh. Allah tabaraka wa taala aliteremsha mvua, alafu chini akafanyaje? Akatoa chemchemu, sawa. Fajjarna al-ardha uyuna, manake na tukachimbua katika ardhi chemchemu, faltaqa al-ma, nakakutana maji, manake maji ya mbinguni na maji ya ardhini, manake huko ni adhabu, mvua ni adhabu, na hii chemchemu vile vile ni adhabu. Faltaqa al-ma ala amri qad qadar, sio au yalbisakum shia, au akawavurugeni shi'an, hali ya kuwa ni makundi, akawavuruga. Wayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, na ili awaonjeshe baadhi yenu ba'sa ba'd, sasa vita vya baadhi, uovu wa baadhi wengine, yote maana yake ni moja. Undur, tazama Muhammad, kaifa nusarrifu al-ayat, namna gani tunavyozibainisha aya zetu, la'allahum yafqahun, huenda wao wakafahamu. Wakadhaba bihi qaumuka wa huwa al-haq, na wameipinga hiyo Qur'ani jamaa zako, wa huwa al-haq, na hali ya kuwa hiyo Qur'ani ni ya kweli kabisa. Na hawa ni kufaru Makkah. Qul, waambie Muhammad, lastu alaykum biwakil, sikuwa mimi juu yenu nyinyi ni mwenye kuwakilishwa, kama nimewakilishwa nyinyi lazima nyinyi muingie katika Uislamu. Wama alaina ila albalagh. Wakadhaba bihi qaumuka wa huwa alhaq, na wameipinga hiyo Qur'ani jamaa zako, wa huwa, na hali ya kuwa kitabu hicho alhaq, ni cha kweli. Qul lastu alaykum biwakil, waambie sikuwa mimi kwenu nyinyi ni wenye kuwakilishwa. Likulli naba'in mustaqarrun, sawa. Likulli naba'in, kila habari, mustaqarrun, yenye kuthibiti. Maana kila habari tuliyozungumza hapa itathibiti. Likulli naba'in, kila habari, mustaqarrun, yenye kuthibiti, tathibiti, sawa. Likulli khabarin qararun,
kila habari yenye kupitishwa yastaqiru indahu, itathibiti kwake yeye. Wa nihayatu yantahi ilaiha, na ina kikomo ambayo itamalizikia hiyo habari. Likulli naba'in, ina kila habari mustaqarrun. Tuko sawa? Manake kila habari ni yenye kuthibiti. Mustaqarrun ni mubtada. Wa sawfa ta'lamun, na punde kidogo mtajua tu. Wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, na pindi utakapowaona wale ambao wanaoingilia katika kuzifanya shere aya zetu, katika kuzidharau aya zetu. Wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, na pindi utakapowaona ewe Muhammad wale ambao wanaoingilia katika kuzidharau aya zetu, fa'arid anhum, basi wape nyongo wao, wapuuze, manake achana nao. Hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingilie katika mazungumzo mengine yasiokuwa hayo. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytan, wa imma yunsiyannaka ash-shaytan, na kama atakusahaulisha shaytani katika hilo, fala taq'ud ba'da dhikra, basi usikae tena baada ya kukumbuka, ma'al qaumi adh-dhalimin, pamoja na wale watu madhalim. Miongoni mwa istishhada anastoa ahlul ilmi ni kusoma kwa watu waovu, kwa bid'a, kwa sababu wanazifanyia taharifu aya za Allah tabaraka. Sikai sababu ilmu hii ni dini. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, kama alivyosema Ibn Sirin. Wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, na pindi utakapowaona wale ambao wanaoziingilia katika kuzidharau aya zetu. Manake watu wanafanya istihzaa na aya za Allah, wanafanya istihzaa na dini ya Allah, alafu uko nao. Fa'arid anhum, bas wapuuze wao, wape nyongo wao, achana nao. Hatta yakhudhu fi hadithi ghairi, mpaka waingilie katika mazungumzo mengine yasiokuwa hayo. Tuko sawa? Hapo ndio unaweza kuendelea nao mazungumzo. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytan, na kama atakusahaulisha wewe shaytani, yani zinafanywa istihza aya za Allah lakini umesahau kwamba nini sheria inakutaka wakati huo ufanye. Fala taq'ud ba'da dhikra, fala taq'ud ba'da dhikra, basi usikae baada ya kukumbuka. Shakumbuka kwamba Allah kanaambia mazungumzo kama yakizungumzwa watu watakuwa nifanye na muamala gani? Sawa, utakuwa uondoke nao. Fala taq'ud, an-nahy, hii ni katazo. Wan-nahyu yaqtadi at-tahrim, katazo linapelekea haramu. Maana utakapokaa naye, maana unafanya jambo la haramu. Sawa? Fala taq'ud ba'da dhikra, bas usikae baada ya kukumbuka, ma'al qaumi adh-dhalimin, pamoja na wale watu madhalim, alladhina takallamu fi ayati llahi bil-batil, ambao wao wanazungumzia aya za Allah kwa batil. Sikia watu kama hao, watu wa bid'a, zushi, mtu anapinda pinda tena simamo yake niweki. Sawa, wao ongozana nao tu huku kashia taki viburi, wana inat waikia shondi, wafanya mukata shondi lafaa katika hali kama hii. Au masemaje mashafi? Au nashalidia. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.